mwezi wa 12 2021. Tuliutazamia Baba wa rehema kwa kiu kubwa sana siku ya leo, maana ni kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mwokozi wetu katika mji wa Daudi miaka mingi iliyopita. Baba, tumepata neema hiyo ya kushuhudia siku ya leo, na tukiwepo nyumbani mwako Bwana. Baba, ibada yako inapopita ya Baba Christmas, kumbukumbu ya kuzaliwa kwa mtoto ambayo ni Mwokozi, Baba wa rehema, nasi bado tunao uhitaji ya yeye Baba wa rehema kutukomboa. Tunao uhitaji Baba wa rehema ya yeye kufanyika Baba Mwokozi katika maeneo tofauti tofauti ya maisha yetu. Na Bwana apate kuzaliwa kwa upya kwenye nafsi zetu, roho na mwili. Na Baba, habari njema iliyotangazwa katika mji wa Daudi, katika mji wa Bethlehem, Baba wa rehema, na sherehe na shangwe Baba zikilipuka Baba wa rehema, itokee kwetu Baba wa rehema kuanzia sasa. Sherehe hizo Baba ziambatane Baba wa rehema na afya njema, hatima njema, na Baba mwanzo mpya katika maisha yetu Bwana. Nami natukuza jina lako kwa kuwa Bwana utasema na nafsi zetu, roho na mwili, na utasema na taifa letu na mataifa yote. Jina lako likipata kutukuzwa katika wakati huu kwa habari njema kutangazwa tena katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Basi naomba ukae. Tarehe 25 Disemba, tarehe 25 Disemba ni siku ya kukumbuka kuzaliwa kwa Mwokozi wetu. Kuzaliwa kwa Mwokozi wetu. Mwokozi wetu ni nani? Mwokozi wetu ni Yesu Kristo. Mwokozi wetu ni Yesu Kristo. Kama unavyojua mtakatifu wa Bwana ya kuwa Biblia Agano la Kale imetoa unabii kuhusu kuzaliwa kwa Kristo Yesu. Na unabii huo unaonyesha kuwa palikuwa na matarajio ya kuzaliwa kwa mkombozi ambao ni Kristo, mkombozi ambao ni Yesu. Na watu walitarajia kuzaliwa kwa Yesu, watu walitarajia kuzaliwa kwa Kristo, walitarajia, lakini kinachofanyika ni nini? Hawakujua ni lini atazaliwa Kristo, hawakujua ni lini angezaliwa Mwokozi, lakini walijua tu ya kuwa Yesu atazaliwa, Kristo atazaliwa. Lakini sisi ni tofauti na wale. Sisi bila shaka tunajua kwa sababu tayari alishazaliwa katika mwezi wa 12 na tarehe 25. Watu wengine bado wanayo ile dhana ya kupinga tarehe 25. Nisikilize. Ukisoma Biblia kama Biblia, kuna mambo mengine ambayo hayajaandikwa kwenye Biblia, lakini kinachofanyika ni unatakiwa kufanya nini? Unahitaji kutumia vyanzo vingine ili upate kujua pia mambo mengine katika Biblia kukamilika. Unapotaka kujua ya kuwa Kristo alizaliwa mwezi wa 12, watakatifu wa Bwana Warumi walisherekea, wa kwanza kusherekea kuzaliwa kwa Yesu. Umeona, waliyeiweka kuwa ni sherehe ya kitaifa, na duniani walikuwa ni dola la Kirumi. Warumi walijua kabisa kuwa wakati wa sensa yao ya kwanza ilikuwa mwezi wa 12. Umeona, na ilikuwa ni katika tarehe 20 mpaka 25. Lakini umeona ya kuwa walisherekea kuzaliwa kwa tarehe 25. So watakatifu wa Bwana, sensa ilifanyika tarehe 25, ambayo ni katika kipindi kile ambacho Augusto Kaisarea alipata kutangaza. Lakini hizo unapata kwenye vyanzo vingine, maana havijaandikwa kwenye Biblia. Amina, mtakatifu wa Bwana. Sasa watakatifu wa Bwana, Yesu alizaliwa, na lengo mama ya kuzaliwa kwa Yesu ilikuwaje? Watu wa Mungu, Biblia imetoa ufafanuzi kwa ajili ya sababu ya kuzaliwa kwa Yesu. Kwanza, jina Yesu limetolewa ufafanuzi ya kuwa, umeona, ni jina ambayo
Mungu alitoa ufafanuzi wake kupitia kwa malaika. Umeona? Kupitia kwa malaika. Hebu tuende kwenye kitabu cha Mathayo. Kuzaliwa kwa Yesu, Mathayo. Vitabu viwili kwenye Biblia. Vitabu viwili kwenye Biblia ndivyo vinavyotoa habari ya kuzaliwa kwa Yesu, ambayo ni kitabu cha Mathayo na kitabu cha Luka. Kitabu cha Mathayo na kitabu cha Luka. Hebu anzia mstari wa 18. Anzia mstari wa 18. Na of course Mathayo hakutoa kwa undani zaidi mambo yanayohusu kuzaliwa kwa Yesu. Na hata ukienda kwenye kitabu cha Luka nayo kuna mambo mengine ambayo yameandikwa na imeandikwa na Mathayo, lakini yeye hajaandika. Lakini usiseme ya kuwa swala la Luka kutokuandika habari ya mamajusi eti haikutokea. Swala la Mathayo kutokuandika mtoto kutoroshwa na kupelekwa wapi, haina maana ya kuwa sio kuandikwa na Luka. Kwa takatifu wa Bwana, kinachofanyika ni Biblia inakamilika katika waandishi tofauti tofauti, kila mwandishi akiwa amefunuliwa yeye na mafunuo yake juu ya kuhusu Mungu, na anaandika jinsi alivyofunuliwa, lakini na mwingine akiandika jinsi alivyofunuliwa. Ndio maana katika muunganiko wa waandishi tofauti Biblia imepata kufanya nini? Kukamilika. Na hii ni sababu ya kutufanya tusome Biblia yote. Sasa vitabu viwili vimetoa habari ya nini? Habari ya kuzaliwa kwa Yesu, ambao ni kitabu cha Mathayo na kitabu cha Luka. Hebu sasa tuende. Lakini Mathayo hajaitoa kwa ndani, ametoa kwa jumla. Hebu soma sasa sura ya kwanza mstari wa 18. Kitabu cha Mathayo. Kitabu cha kwanza kwenye Biblia Agano Jipya. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 20. Kitabu cha Mathayo 18. Sura ya kwanza kuanzia mstari wa 18. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alikuwa ameposwa na Yusufu. Kabla hawajakaribiana alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mmewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akasema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, naye utamuita jina lake Yesu. Umeona? Atazaa mwana, naye jina lake atamuita Yesu. Maana yake jina la Kristo ama jina la Yesu bila shaka ilitolewa na mjumbe kutoka kwa Mungu. Ilitolewa na malaika Gabrieli, aliyetoa jina hilo ya kuwa ataitwa nani. Lakini watakatifu wa Bwana, kumbuka ya kuwa alivyotoa jina pia alitoa na nini? Alitoa na maana ya jina. Hii inaonyesha kuwa hata majina yetu ambayo hatujaambiwa maana yake bado yanayo maana yake. Ndio maana ni vizuri zaidi kupata kumuomba Mungu ili upate kujua maana ya jina lako. Umeona, majina hata za koo zetu zinakuwa na maana. Mengine yanakuwa na maana ya mabaya, mengine yanakuwa na maana ya mazuri. Lakini kumbuka, majina mengine ni ya watu waliotangulia mbele ya haki. So mara nyingi waliotangulia mbele ya haki, kama wakulala katika Kristo, unakuta walala katika dhambi, wanaibukia katika maisha ya watu. Lakini bila shaka tunalo jina. Sema, ninalo jina lipitao majina yote. Katika jina hilo mabaya yote hayatanipata, na yaliyenipata yatafikia mwisho katika jina la Yesu. Mtu mmoja seme amen. Umeona Mathayo anatoa nini? Mathayo anatoa habari ya kuzaliwa kwa Yesu, lakini kwanza anatoa orodha ya ukoo wa Yesu Kristo. Lakini kwa nini atoe orodha ya ukoo wa Yesu Kristo? Mathayo aliandikia
wale walengwa wake walikuwa ni Wayahudi, na Wayahudi bila shaka wao walikuwa na matazamio ya kuwa angezaliwa Masihi wa umbali wa Daudi. Sasa alichotaka kufanya Mathayo ilikuwa ni kuhakikishia Wayahudi ya kuwa huyu mtoto aliyezaliwa alikuwa ndio Masihi. Ndio maana alitoa ukoo wa Yesu Kristo ili iwe ni udhibitisho ya kuwa Masihi ambaye alipata kutabiriwa alitakiwa kuwa ni wa nini? Umzawa wa Ibrahimu kwanza. Maana ukisoma katika Mwanzo 12 mstari wa 2 mpaka 3 tunaona anaahidiwa, unaona. Na ukisoma kwenye ile Mwanzo sura ya 22 mstari ile ya 12 unaona ya kuwa pia ameahidiwa nani? Ibrahim, ya kuwa katika uzao wake atatokea nini? Atatokea huyu Masihi. Lakini ukienda kwa Daudi naye aliahidiwa ya kuwa yeye katika uzao wake atatokea Masihi. Sasa Mathayo kwanza akadhibitisha kuwa Yesu ndiyo yule Masihi na mfalme wa Wayahudi. Lakini baada ya hapo alijua ya kuwa Wayahudi wote walijua habari ya kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Maana kwa kipindi hicho anaandika taarifa hata yeye zingine alizopata ni katika watu, maana hizo zilikuwa taarifa ambayo zilihadithiwa watu wengine. Sasa anasema lakini kabla ya kufunga ndoa, kabla ya kuanza kuishi, Mariamu akaonekana anayo ujauzito. Lakini umeona kama Luka alivyoandika ya kuwa ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ndipo na Mathayo anatoa ya kuwa ujauzito ule ulikuwa ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Patokee ujauzito kwenye mahitaji ya maisha yako kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na izaliwe chema kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Mwaka unapofikia mwisho, ujauzito utungwe wa kiroho itakayepelekea kuzaliwa kwa jambo jipya katika maisha yako kwa jina la Yesu. Maisha yako yamekosa tumaini na imetokosa mwanzo mpya, lakini kama tunapoingia kwenye ramani mpya kupitia siku ya kuzaliwa kwa Kristo Yesu, iwe siku mpya kwako, kwa wewe pia kuzaliwa upya kwenye maeneo tofauti kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, imani ni uhakika. Imani ni uhakika. Imani ni kuwa na uhakika kwa mambo ambayo hata uyaoni, mambo yasiyosikika, mambo unayewaza, mambo unayefikiria. Ndio maana nasema hili, unaweza usijue ya kuwa ibada ya Krismasi imetosha kukufungua wewe. Maana mhubiri anasema ni heri siku ya kufa kuliko kuzaliwa. Mimi nasema ni heri siku ya kuzaliwa kuliko siku ya kufa. Maana kama sio siku ya kuzaliwa kutangulia, hauwezekani kuwepo siku ya nini? Siku ya kufa. Lakini mhubiri yeye kwake siku ya kufa ilikuwa na faida, kwa sababu siku ya kuzaliwa kwake ilikuwa ovyo. Hata picha mke wa mtu tena katekwa, alafu mtu mwenyewe kafanywaje? Halafu unakuja unazaliwa hapo. Kwanza hata Suleimani hakuwa na tumaini ya kuwa hatakuja kuwa ni mtoto atakayechukua nafasi ya Daudi, maana mama yake ndiye aliyedharauliwa kuliko wake wote wa Daudi. Lakini wacha nikuambie, yeye mwisho wake ulikuwa mzuri kuliko mwanzo wake. Alizaliwa katika dharau, alizaliwa katika kubezwa mama yake, alizaliwa katika wao kutazamwa kwa jicho isiyofaa. Umeona? Lakini mwisho wake, lakini sisi mwanzo wa Kristo ambao ni kuzaliwa kwake ndio bora kuliko nini? Kufa kwake. Ndio maana kuzaliwa kwa Kristo ndio mwanzo wa tangazo la habari njema ya ufalme wa Mungu. Maana habari njema ilitangazwa wakati wa kuzaliwa kwa Yesu. Maana yake mwanzo wa mambo yote yalikuwa ni katika kuzaliwa kwa Yesu. Sema amezaliwa. Amezaliwa. Amezaliwa wapi? Amezaliwa wapi? Uwe Bethlehem kwa jina la Yesu. Amezaliwa wapi? Kwenye mji wa Daudi. Uwe mji wa Daudi kwa jina la Yesu. Amezaliwa wapi? Kwenye Bethlehem Efrata. Uwe Bethlehem Efrata kwa jina la Yesu. Uwe Bethlehem Efrata kwa damu ya Yesu.
Bethlehem Efrata, hebu pata picha kuzaliwa kwake. Palipotambulika ya kuwa yeye ndio mfalme wao ambayo alikuwa anawaletea utawala, walijawa na furaha. Kwanza walifanya nini? Walistajabika ya kuwa inakuaje mfalme wetu amezaliwa pasipo sisi kujua. Hiyo iliwatoa nishai kupitia kwa nani? Wale wageni waliyetoka mbali, ya kuwa wapi alipozaliwa mfalme. Wasema mfalme, inafanyiwa tafiti, wanakuta kabisa kuwa ni kweli atazaliwa katika mji wa Daudi. Bila shaka kwenye familia yako anazaliwa kwako, maana wewe ndio mji wa Daudi kwa jina la Yesu. Anazaliwa kwako maana wewe ndio Bethlehem kwa jina la Yesu. Na kufanya uwe Bethlehem kwa damu ya Yesu, na kufanya kuwa mji wa Daudi kwa jina la Yesu. Na mabaya yote na balaa zote zipate kutoka, maana kwa kipindi hicho palikuwa na uonevu. Lakini baada ya kujua ya kuwa mwana wa Daudi amezaliwa, mfalme wa ufalme amezaliwa, mfalme wa Wayahudi amezaliwa, wacha nikwambie, watu walianza kuwa na matumaini. Pokea matumaini kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Pokea matumaini kwenye maisha yako na mwanzo mpya kwanza kwa jina la Yesu. Pokea matumaini kwenye usingizi yako kwa jina la Yesu. Pokea matumaini kwenye ndoto zako kwa jina la Yesu. Pokea matumaini mpya kwenye kusudi la Mungu kwa jina la Yesu. Mara nyingi sana hujajua kama ndoto zako umefikiriza sana mtoto wa mtu. Tumekimbiza tujakimbiza. Ulianza kukimbiza ndoto zako tangu ukisoma. Wanasema mimi nitakuwa rubani. Hukunusa hata kuwa rubani. Kunusa tu. Ulisema nataka niwe rais. Hukunusa hata kuwa mjumbe wa nyumba 10, maana walishaona zamani wakaipigisha chenga. Walishajua kabisa huyu tunavyomuona, huyu atakuwa mtu mzito huyu. Wakakupindisha, wakaharibu elimu yako, wakaribu combination zako, wakaribu kila tumaini kwako, wakakuacha wewe na kama mwanamke na gauni lako, kama mwanaume na msuruali wako. Haleluya! Wakajua hapa biashara imefanya nini? Biashara imekwisha. Lakini watakatifu wa Bwana, panapo kusudi la Mungu, papo kuzaliwa upya kwa ndoto zetu. Kusudi la Mungu ilikuwepo katika kuzaliwa kwa Kristo, na kusudi la Mungu iwepo kwenye maisha yako leo tunapoadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Mwokozi wetu kwa jina la Yesu. Kusudi la Mungu leo linaunganisha na ndoto zako. Waliyepiga hawakupiga kusudi la Mungu, walipiga ndoto zako. Lakini sasa inuka kama shujaa anayeinuka wakati wa vita, kama Mungu alivyoinuka kama shujaa endao vitani katika kuzaliwa kwa mwana wake. Inuka ewe shujaa, sio kwa ndoto zako bali kwa kusudi la Mungu. Tazama tulipo ni kusudi la Mungu, si kusudi la Mungu. Watu wa Mungu, tunakwenda sasa upya. Hii ni direction mpya. Kama ndio nishakafikisha miaka hizi karibu nusu karne, tena tajiriwa serikalini. Wakati watu wanawaza kustaafu serikalini na miaka hiyo, maana yake walinitoa kwa kunitoa, si ndio? Lakini sasa natoka upya kama shujaa anayeinuka. Shujaa anainuka asubuhi ya leo katika mioyo yetu. Anainuka asubuhi ya leo katika maisha yako. Anainuka asubuhi ya leo kwenye mambo anayesibu maisha yako. Anainuka asubuhi ya leo, lakini sio kwenye ndoto zako. Anainuka katika kusudi lake na kuunganisha na kusudi la Mungu kwa jina la Yesu. Na kuunganisha na kusudi la Mungu kwa jina la Yesu. Kusudi la Mungu inayoambatana na kuzaliwa kwa mtoto aliyezaliwa. Kwa nini asizaliwe upya tena? Ili kusudi ifanyike upya kwetu. Kusudi ifanyike upya kwenye nafsi yako kwa jina la Yesu. Kusudi ifanyike upya kwenye afya yako kwa jina la Yesu. Tunaishi kwa ajili ya kusudi la Mungu, maana yake lazima tuishi ili kusudi itimie. Kuanzia leo achana na habari ya ndoto zako. Nenda na kusudi la Mungu. Na wacha nikwambie, kusudi la Mungu imebeba ndoto zako mara zaidi ya 1000. Hebu soma hapo tulipokuwa tunaendelea nayo Mathayo na kuzaliwa kwa Yesu. Ataitwa jina lake Yesu, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu,
maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yeye ambayo angeokoa watu wake Mungu na dhambi zao, sio watu wake Mungu na utumwa wao wa kimwili. Sio kama wanipata. Wayahudi walielewa vibaya, wakaelewa ya kuwa amezaliwa mwana wa Daudi na bila shaka wataokolewa na mateso la kutawaliwa na dola la Kirumi. Lakini walikuwa hawajui ya kuwa alikuja kwa ajili ya kuokolewa na mateso ya ibilisi na vifungo vyake kuanzia sasa, na kurudisha kwenye kusudi la ujio wa Yesu Kristo kama alivyokuja mara ya kwanza. Habari njema haikuwa kuokolewa na wale wanayekuonea wakaka na wababa. Kusudi ni ulimwengu wa kiroho. Watu wa Mungu, ulimwengu wa kiroho ndio imeharibu maisha yako. Ulimwengu wa kiroho ndio imeharibu taifa. Ulimwengu wa kiroho ndio anayeharibu hata koo zetu. Ulimwengu wa kiroho imefarakanisha ndugu. Wewe na mtoto wa mama yako mnalumbania nini? Wewe na mtoto wa baba mdogo mnalumbania nini? Ukipata si amepata? Ukipata ukoo wenu si umeinuka? Shida iko wapi? Ukipata utawasaidia, imetokea harusi ama msiba utawasaidia. Lakini shida imekuwa ni wamechochewa watu na ulimwengu wa kiroho, wamefarakanishwa watu na ulimwengu wa kiroho. Na ndio jambo ambayo imfanye azaliwe kwenye ukoo wako, imfanye azaliwe kwenye maisha yako, imfanye azaliwe kwenye kazi yako. Watu wa Mungu, acha nikwambie, kila mtu Mungu amekuumbia hatima yako. Hata kama unauza mavi ya njiwa, hata kama unauza mavi ya njiwa, inatakiwa kupitia mavi ya njiwa upate kujenga, hata kama ni ghorofa. Hata kama unauza ice cream, unatakiwa upige hatua. Lakini umeona, kwanza wamekutoa kwenye kusudi la Mungu. Kuna kusudi la Mungu ndani ya maisha yako, kuna kusudi la Mungu ndani ya ulimwengu. Sasa kuna kusudi mara mbili. Kusudi la Mungu ndani ya maisha yako, wamekutoa. Kusudi la Mungu ndani ya maisha yangu, hawajanitoa, ndio maana mimi nakula nao sani moja. Haleluya. Na kurudisha kwenye kusudi la Mungu kwa jina la Yesu. Kusudi la Mungu ndani yako kwa jina la Yesu. Kusudi la Mungu ndani ya dunia kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, jina lake ilitolewa ufafanuzi ya kuwa yeye ndio angeokoa Mungu, watu wa Mungu na dhambi zao. Wangeokoa watu wa Mungu na shida zao. Kuanzia leo pokea kuokolewa na kutoka kwenye shida na dhambi zote zinazokutesa kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, Mathayo la anatoa kwa ufupi zaidi habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lakini mtakatifu wa Bwana, habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo imekuwa ya kawaida sana, kwa sababu watu wamekuwa wanaiga, wanakuwa na desturi. Nisikilize, kuzaliwa kwa Yesu mara hii ibadilishe mtazamo wako. Mimi mtazamo wangu ndio imeshabadilika, kwa sababu nimeambiwa hivi, nimeambiwa ya kuwa ni achane na habari ya ndoto zangu. Sema na achana na habari ya ndoto zangu. Ndoto zangu walizichukua na mimi nimewaachia ziwasaidie ili wafanikiwe. Wakipata, jina la Bwana linabarikiwa. Wakinitafuta kuanzia leo wasinipate tena, maana wao hawaji kwa ajili ya kusudi la Bwana, wanakuja kwa ajili ya ndoto zangu. Na mimi ndoto zangu walizoshikilia kwa muda mrefu, walizochezea kwa muda mrefu, ninawaachia na kuongezea maradufu kwa jina la Yesu. Lakini kuanzia sasa, shujaa ameibuka tena kwa kuzaliwa upya kwa ajili ya
ya kuleta mwanzo mpya kwenye maisha yangu. Kusudi la Mungu ndani ya maisha yangu ianze kuchukua nafasi yake, nianze kuinuka juu tena. Ninataka kugusa na kugusa kwa ajili ya Bwana. Ninachokifanya nitafanya kwa ajili ya Bwana, nikifanya biashara kwa ajili ya Bwana, na jina la Bwana litatukuzwa, sio jina langu. Nikisoma ni kwa jina la Bwana, nikihubiri ni kwa jina la Bwana, nikifanya kazi ni kwa jina la Bwana, na jina la Bwana litatukuzwa. Wanapokuja kwenye kusudi la Mungu, wakutane na Mungu mwenyewe. Shujaa inukae siku ya vita, shujaa atokae kama mishale kwenye podo la shujaa, atoke kwenye podo la shujaa na waenee kwa jina la Yesu. Atakapofanyika kuwa mishale inayetoka kwenye podo la shujaa, hakika yake wataipata fresh. Haleluya! Anainuka kama shujaa tawakabili, lakini anatoka kama mishale itokao kwenye podo la shujaa. Ni mishale si ya kubatisha, ni mishale ya uhakika, ni mishale imara. Sema wakutane naye kama mishale utokao kwenye podo la shujaa, na kama shujaa ainukao akienda vitani katika jina la aliyezaliwa. Na mtu mmoja aseme amen. Nyota yako walishaiharibu, kila kitu kwako walishamaliza biashara. Hebu tusafirie nyota ya aliyezaliwa. Hebu tuzaliwe upya, tuanze kuwa na mawazo mapya katika huyu mtoto. Hata afya zetu walishafanya nini? Walishaharibu. Kila eneo la maisha yako walikirukisha, kila eneo la maisha yako inanuka. Tufanyeje sasa? Kwa sababu amezaliwa Yesu, na sisi hatuishi bali Yesu kupitia msaidizi anaishi kwetu. Maana yake nasi tuwe tumezaliwa upya, mawazo yetu yazaliwe upya, hatima zetu zizaliwe upya, hatua zetu zizaliwe upya. Nyota kuanzia sasa unapokwenda mahali unasema Baba, katika jina lako natoka naenda Baba kutafuta kazi, na Bwana natumia nyota yako, ewe unayewakilishwa na msaidizi. Nyota yako initangulie mbele. Natumia afya yako. Hebu sasa hivi tuende kwenye kusudi la Mungu. Ramani ni vya kwetu, tumewaachia. Sema nimewaachia. Yeye anasema mchungaji nakwenda kwa nyang'anya, siwezi kuachia hivi, watanitambua. Sasa utapoteza muda. Hatutaki kupoteza muda umeshakuwa mdogo. Muda umeshakuwa mchache. Tunatakiwa ukimbize maisha, lakini ukimbize kusudi la Mungu. Ndio maana tukiambatana na kusudi la Mungu, maisha itajipa. Haleluya! Maisha yatajipa, hatimaye kusudi la Mungu tutalitimiza. Maana kazi ni kubwa sana. Sasa hivi tunasherehekea kuzaliwa kwa Kristo, lakini wengine wamekaa majumbani wanasema Yesu hakuzaliwa mwezi wa 12, na watu watumishi wa Mungu wakubwa kabisa duniani. Wakubwa kabisa duniani. Usipotambua kuzaliwa kwa Yesu, tutambuaje kifo cha Yesu? Hapa kuna kitu. Haleluya! Usipotambua kuzaliwa kwa mtoto Yesu, hujamtambua Yesu. Alitambulika tangu alipozaliwa. Ndio nasema hivi, watu wa Mungu, kuzaliwa kwa Yesu kunatolewa picha ya kuwa ilikuwa ni kimungu. Hakuzaliwa kama watu wengine wa kawaida. Ndio maana kuzaliwa kwake inaleta picha ya uungu kuwepo kwenye kuzaliwa kwake. Maaniza hapo ili tuone mwandishi mwingine. Tuone mwandishi mwingine. Hayo yote yamekuwa ili timie neno lililonenwa na Bwana kwa mjumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Immanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Watakatifu, shida haikuwa Mariamu kuwa bikira. Shida ilikuwa ni kupata kibali. Shida ilikuwa ni kupata kibali. Ndio maana unaposoma kitabu cha Luka, kama tunapenda kusoma, tunaona kuwa malaika Gabriel anamwambia kuwa, anasema inawezekanaje jambo hilo? Anamwambia umepata kibali kwa Mungu. Watakatifu wa Bwana, umepata kibali cha kuweza
kuwepo kwenye kizazi hiki na kusikiliza maneno hayo. Umepata kibali cha kuchaguliwa na Mungu. Watu wa Mungu, acha nikuambie, nikiona, angalia, mtazama tulikotoka kuanzia siku ya mkesha wa mwaka mpya mpaka leo. Yani ilikuwa safari nyepesi. Kuna wakati ambao ulijua kabisa unakufa leo, lakini bado Mungu alikupitisha. Kuna watu ambao unajua kabisa walikuwa kwenye hali ya kufa. Tuliweza kusimama tukiwa na mashaka makubwa sana ya kuwa lolote laweza kufanya nini kutokea, lakini bado Mungu alituonea huruma. Sema asante Bwana kwa ajili ya kunionea huruma na kuniongezea maisha. Ninaendelea kuishi, lakini sasa kwa kusudi lako Bwana, kusudi lako iwe ni mtazamo mpya kwenye maisha yangu. Miaka niliyebakisha iwe ni ya kusudi lako. Kusudi lako na ibebe kula yangu. Kusudi lako na ibebe kujenga kwangu. Kusudi lako na ibebe yatima yangu. Kusudi lako na ibebe mafanikio yangu. Kusudi lako na ibebe mwanzo yangu mpya, na wasinipate kwenye ramani tena katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Wasikupate kwenye ramani, hawatakupata kwenye ramani. Maana wacha nikwambie, kama ni vita hivi unawakwepea wapi? Simu zako wanazo, nyumbani mnashare, jina mnashare, kila kitu unachofanya wanakijua, wakijui wanakijua. Unawakwepea wapi? Ukilala usingizini wanakuja kwako kwa sababu utawakwepa, lakini wakitumia jina unayetumia si jina lao, wanafika wafiki. Damu yako na damu yao siko sawa. Wewe si ndugu yao. Mtu akiona sema tunakwenda kwa ndugu zetu, na utakutajia na maandiko ya kuwa asiyependa wa kwake ni mbaya kuliko nini? Hiyo ni funguo inafungua nyumbani kwako, wanaingia wengine. Wanakuja wanakaa na kuambia, ndugu, tumekuja kukutembelea na funguo tunazo. Neno la Mungu sio funguo. Usidhani kama wewe unatumia neno la Mungu, shetani anatumia neno la Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4, Yesu alipokuwa anajaribiwa, shetani kamwambia Yesu kwa kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini, maana imefanywaje? Imeandikwa. Nasema hivi, ni vyema tukimjua Kristo, kwa kuwa Kristo ni neno. Ni vyema mwanzo mpya ya kuelewa neno ianze kwetu, kwa sababu watu wa Mungu, dunia imechanganyikiwa. Dunia imepagawa. Hebu pata picha. Mtu anajitokeza na kuzuia watu kutambua kuzaliwa kwa Kristo. Mtu anajitokeza na kuongea kinyume na watu wanayesherehekea. Hatuhitaji kunyoshewa kidole wala hatuhitaji kunyoshewa kidole, lakini tunahitaji kutoa maelekezo ya watu wote watambue ya kuwa kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa muhimu kama kifo chake ilivyokuwa muhimu. Amina. Bila kuzaliwa kwake, kifo chake isingefanya nini? Isingekuwepo. Ndio maana ni heri mwanzo kuliko mwisho. Maana watu wa Mungu, ukifuatilia vizuri, shida yako haipo kwenye kumaliza kwako. Shida yako iko kwenye mwanzo wako. Shida yako iko kwenye nini? Mwanzo wako. Maana ulizaliwa wapi? Ulizaliwa na dhambi ya asili. Alizaliwa wapi bila dhambi ya asili? Alizaliwa namna gani? Sio kwa kusudi lake, kusudi la Mungu. Alizaliwa sio kwa mapenzi yake, mapenzi ya Mungu. Tutoke kwenye mapenzi yetu na mapenzi ya baba zetu, tutoke kwenye mapenzi yetu na mapenzi ya koo zetu, tuende kwenye mapenzi ya Mungu, tuende kwenye kusudi la Mungu. Miaka iliyobaki utaishi kama mfalme. Miaka iliyobaki utapiga hatua. Miaka iliyobaki utaona utukufu wa Mungu ukikulinda na kukokota na mabaya. Miaka iliyobaki haitakuwa ya tabu kwako tena. Ukisema tu nizaliwa, nitazaliwaje Bwana? Zaliwaje Bwana? Majina ni yale yale. Majina yale hayo. Lakini kuanzia leo unapotaka kutoka, toka kama sio wewe. Haleluya. Unapokwenda kijijini kusherehekea Krismasi na wewe, nenda kama sio wewe.
Wanapokwenda watakuta biashara walishamaliza kwako, lakini mbona ndio sasa umetoka kama shujaa, ndio kama umetoka kama na una nguvu mpya. Hawatakuelewa, hawatakuweza, hawatakugusa, hawatakupata, hawatakusoma kwenye ramani, na kuanzia sasa iwe mwanzo mpya kwa jina la Yesu. Amen. Endelea. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza. Akamchukua mkewe, asimjue kamwe hata alipomzaa mwanaye, akamwita jina lake Yesu. Bila shaka watu wa Mungu, nani aliyemwita aliyempa Kristo jina? Sio Mariamu, ni Yusufu ambayo aliagizwa na malaika. Umeona hapo mwishoni, soma kipengele hicho. Umeona anaambiwa ndotoni ya kuwa atazaliwa na jina lake umuite Yesu. Lakini tunamaliza sura ya kwanza kitabu cha Mathayo kwa Yusufu kumpa Yesu jina Yesu. Maana yake alivyokuwa anataja hilo jina, alikuwa anataja jina ya kuwa huyu ndiye atakayetuokoa, huyu ndiye atakayeokoa watu wa Mungu na dhambi zao, akuokoe na dhambi za ukoo wako kwa jina la Yesu. Amen. Lakini pia kuokoe na dhambi zako, kuna wengine ambao bado wameshupaza shingo kwenye kutenda dhambi, si ndio? Akuokoe na dhambi zote kwa jina la Yesu. Amen. Soma kipengele hicho alafu twende kwenye kitabu cha Luka mstari wa 22. Naye atazaa mwana, naye utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Bila shaka yeye. Endelea kidogo. Hayo yote yamekuwa ili itimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Emanueli. Bila shaka, yaani Mungu pamoja nasi. Bila shaka watu wa Mungu, kinachofanyika, kama ulikuwa unamuona Yesu ya kuwa yuko mbali na wewe, lakini kuanzia sasa, hebu sasa tubadilishe mtazamo wetu ili Yesu awe pamoja nasi kweli kweli. Lakini uwepo wake pamoja nawe ni kupitia yule aliyemwacha. Hebu kwenye kila tukio hakikisha Yesu yupo. Usiingie kwenye tukio lolote pasipo Yesu kuwepo. Na kuomba kabisa, hebu badilika. Hebu fanya kipindi kilichobaki kifupi kabla tujaingia kwenye mwaka mpya. Unapotaka kwenda mahala popote, tumia nyota ya Yesu. Tumia jina la Yesu. Yaani kila kitu mweke Yesu. Hata ukiomba kwa ajili ya watoto, mweke Yesu kwa ajili ya watoto. Watoe watoto kwenye kusudi lao, wapeleke kwenye kusudi la Mungu. Toka kwenye kusudi lako. Toka kwenye kama ni mapenzi yako umetafuta kweli. Kama ni mafuta umepaka kweli mtoto wa mtu, lakini bado hujapata mabadiliko yoyote, hebu sasa tumtumainie Mungu uone kama utabadilika. Hebu sasa tunapofanya kazi tufanye, lakini kwa kusudi la Mungu. Maana yake tunachokifanya, sisemi ya kuwa unasema kusudi la Mungu maana yake mimi nifanye pesa nimpe Mungu pesa. Sisemi hivyo. Nasema unachotakiwa kutoa kwa Mungu ni kile ambacho wakina Musa walitoa, wakina mitume walifanya nini, na wewe unatakiwa kutoa. Lakini kumbuka ya kuwa watakatifu wa Bwana, watu wengine wanadhani ya kwa kujenga ufalme wa Mungu ni kupitia maneno tu. Watu wa Mungu, hata nchi yetu haijengwi kwa maneno wanasiasa. Nchi yetu wanasiasa hawawezi kuijenga. Nchi yetu tunajenga sisi kwa kodi zetu. Haleluya. Mwananchi ndiye anajenga. Wanasiasa kwa maneno yao wanatengeneza sera, lakini sera bila mapato, bila kodi, nchi inajengeka. Ndivyo na wanasiasa. Kuna wanasiasa kwenye ulimwengu wa kiroho, wanasiasa wa Kristo ambao wanapiga siasa makanisani, lakini hiyo haiwezi ikaleta nini tofauti. Maana yake na sisi tunahitaji wajengaji wa ufalme wa Mungu kupitia kodi zetu. Kodi zetu ndio sadaka zetu. Nione mtu akipunga na kusema haleluya. Sema haleluya. Kristo alitoa kutoa. Kuzaliwa kwa Yesu kulianza kupitia zawadi. Inawezekana kuzaliwa kwako mara hii ya pili ambayo inaanzia leo
inakwenda kwanza na zawadi ya wewe kuwa mzima, zawadi ya mwanzo mpya kwenye uchumi wako, zawadi kwenye hatua mpya, zawadi kwenye muonekano mpya, zawadi kwenye kila kitu kuanza upya. Lakini sasa watakatifu wa Bwana, hii ina maana ya kuwa zawadi hizo natakiwa uzitendee kazi, uziendeleze, uzitunze ili zikufikishe kwenye kusudi la nani? La Mungu. Sasa hebu tuone huyu daktari yeye anaanza kutaja habari ya kuzaliwa kwa Yesu kupitia nini? Kupitia kutangaza yule aliyekuwa ni mtengenezaji njia wa Yesu ambaye ni Yohana. Yeye ameanza kwa kutangaza habari ya kuzaliwa kwa Yohana, na apata picha kwa jinsi malaika Gabrieli alivyotangaza kwake baba yake Yohana ambaye ni mzee Zakaria kuzaliwa kwa Kristo, ndivyo na malaika huyo alimtangazia Mariamu. Hebu tuone Luka anasemaje, sura ya kwanza, Luka mstari wa 26. Kitabu cha Luka sura ya kwanza kuanzia mstari wa 26. Ndio. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbali ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, aliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Watu wa Mungu nisikilize. Roho Mtakatifu ananiambia nikwambie hivi. Kwa nini Biblia waandishi wale walisisitiza habari ya Mariamu kwa bikira? Nisikilize. Swala ilikuwa ni utukufu wa Mungu ya miujiza ya kupatikana kwa ujauzito wa mtoto Mungu. Ndio maana imerudia jambo hilo. Swala ni jinsi ambayo miujiza ya Mungu inaweza kufanya lisilowezekana. Ndio maana msisitizo huo unatokea. Lakini lengo mama ni Roho Mtakatifu kufanya nini? Roho Mtakatifu kuleta uumbaji wa mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Kumbe Roho Mtakatifu ndiye aliyeumba mwana wa Mungu katika tumbo la Bikira Maria, kutolewa kwenye kiti cha enzi mpaka kushushwa kwenye tumbo la huyu mwanamke ambayo alikuwa bado hajaolewa. Maana yake kinachofunikwa pale ni ile miujiza ya kupatikana kwa ujauzito wa Kristo Yesu. Watakatifu wa Bwana, Ukristo ni miujiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kuzaliwa kwa Yesu miujiza, sio miujiza? Kifo cha Yesu na kufufuka miujiza, sio miujiza? Maana yake mtu huyu maisha yake alijawa na miujiza. Kuanzia leo maana anachukua nafasi yako na jina lako. Maisha yako ianze miujiza kuanzia kwenye ukucha wa mguu wako mpaka nywele zako kwa jina la Yesu. Uingiapo na kutokapo miujiza zilipuke kila wakati kwa jina la Yesu. Kwenye maisha yako miujiza ziimbe kama ndege wanapoimba asubuhi wakifurahia Bwana wafunulia siku mpya kwa jina la Yesu. Unapotembea miujiza ionekane, watu waone miujiza, na miujiza itangaze kusudi na fadhili za Bwana kwa jina la Yesu. Kilichotakiwa kujulikana hapo ni miujiza ya Roho Mtakatifu kumtengeneza mtoto ndani ya tumbo la, tuseme Mariamu alikuwa bado ni mdogo. Amina, alikuwa bado ni mdogo, lakini kwenye tumbo lake ikatengenezwa mtoto. Maana yake yaliyeshindikana kwenye maisha yako kuanzia sasa, yule Roho Mtakatifu aliyetengeneza mtoto ndani ya Mariamu aitengeneze kilichoshindikana kwenye maisha yako kwa upya kwa jina la Yesu. Yote ulivyokuwa na vihitaji na viruhusu sasa kupitia yule Roho Mtakatifu aliyetenda yasiyowezekana atende kwako kwa jina la Yesu. Itendwe kwako kwa jina la Yesu. Tunaaga awamu ya kwanza, tunaenda kwenye awamu mpya ndani ya mlima wa Galilaya kwa jina la Yesu.
Umeona ramani imepatikana, haijapatikana? Yale yote uliyopanga mwaka huu yakabounce, yakala mieleka, yakagonga ukuta. Hebu toka kwa upya. Toka kwa upya. Hata maombi ibadilike, hata mtazamo ubadilike, hata hatima ibadilike. Watu wa Mungu, acha nikwambie, najua ninachosema. Mimi nitashikilia, utaona ikizaa matunda leo hii ama kesho. Na wewe shikilie. Watu wa Mungu, acha nikwambie, siri kubwa ni tunakwenda kurukaruka kwenye mkesha wa mwaka mpya, lakini kumbuka ya kuwa mkesha wa mwaka mpya inakuwa ni pepa tu. Inakuwa ni pepa tu. Siku ile ile unasherehekea kuzaliwa kwa Yesu, ndio siku hiyo hiyo unasherehekea nini? Mkesha. Mkesha. Tarehe 1. Sinakuwa Jumamosi kama tarehe 25 leo. Lakini sasa uzito watu wanaweka kwenye mkesha wa mwaka mpya na mwaka mpya tarehe 1. Lakini je, wameidharau hawajadharau hii siku ya kuzaliwa mtu kwenye nini? Kwenye holi la ng'ombe. Wameidharau. Ndio maana siku inaanzia leo. Maisha yanaanzia leo. Mwaka mpya unaanzia leo. Hatua yako inaanzia leo. Ukichemsha leo tarehe 25, hata kama ufanyeje tarehe 1 na miaka yote ijayo, pokea msingi mpya kwa jina la Yesu. Pokea msingi mpya kwa damu ya Yesu. Msingi mpya umbike tena upya kwako kwa jina la Yesu. Msingi usiotikisika pokea kwa jina la Yesu. Msingi usiopenyeza mabaya pokea kwa jina la Yesu. Hatua zako zizaliwe upya kwa jina la Yesu. Hebu soma. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamuita Yesu. Hayo yalikuwa, huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Bila shaka watakatifu wa Bwana, unaona tafakari na tafsiri ya Dr. Luka akitoa ya kuwa Kristo atatawala katika nafasi ya kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Maana yake alikuwa ni mwana wa Daudi, alikuwa ni mfalme wa Wayahudi. Hii inaleta picha kuwa Yesu mara ya kwanza alikuja kwa ajili ya nyumba ya Yakobo, lakini walivyokataa, itakiwa waanze wao ndio tupate sisi, lakini walivyokataa, bila shaka tukapata kuchukua nafasi hii. Sasa utakatifu wa Bwana, baada ya hapo, hiyo ilikuwa ni miezi 6. Wakati gani? Miezi 6 kwa nani? Kwa ujauzito wa Elizabeti mama yake Yohana. Lakini kumbuka ya kuwa bila shaka mwezi wa 6 ambayo pia malaika huyo akamwendea Mariamu. Lakini Mariamu baada ya pale alitoka na kwenda kumtembelea ndugu yake, na hatimaye akatolewa unabii na huyo ndugu yake ambaye ni Elizabeti. Maana yake kumbe Mariamu alikuwa na undugu na kabila la Yuda, lakini pia alikuwa na undugu na kabila la Lawi. Umeona maana yake? Inawezekana kumbe Yesu Kristo aliunganika katika kabila la nani? Ya Lawi kupitia Mariamu. Hii ninapata hapa. Maana yake nini? Maana yake Kristo alikuwa na, umeona ya kuwa kuna ukoo wa Yesu Kristo kupitia nani? Yakobo, lakini Yusufu, lakini kuna ukoo wa Yesu Kristo kupitia nani? Mariamu. Umeona sasa? Maana yake kumbe Yesu alipata
ukabila la Yuda, lakini pia ukabila la nini wa Lawi ambayo ilimpa ukwani. Lakini kumbuka ya kuwa kabila iliyompa nini, iliyompa ufalme pia ilikuwa ni ya Yuda. Hebu punga hivi, hiyo imetoka hapa na itakwenda juu. Utaona kabisa ya kuwa kumbe alikuwa na muunganiko na habari ya Lawi, kwa sababu kama Mariamu alikuwa ni ndugu yake Elizabeti aliyekuwa ni wa umbali wa nani, umbali wa Haruni, lakini pia mume wake pia alikuwa na umbali wa nani, wa Haruni, mzee Zakaria. Sasa hebu baada ya hapo Mariamu kwa furaha akawimba wimbo wa kumshukuru Mungu. Na baada ya hapo hebu sasa tuende kwenye kuzaliwa kwa Kristo Yesu sura ya 2, ambayo ni kwa ufupi tu, alafu ni kuruhusu uende nyumbani kama alivyotaja huyu Luka. Kitabu cha Luka sura ya 2 kuanzia mstari wa 1. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisaria Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Klenio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye akaondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari ya jamaa ya Daudi. Umeona sasa watakatifu wa Bwana, Yusufu na Mariamu walikuwa nakaa kule Nazareti, katika kitongoji ama mji uliokuwepo katika mkoa wa Galilaya. Galilaya ilikuwa chini ya kitongoji ya Shamu, chini ya utawala wa dola la Kirumi. Na kwa kipindi hicho kumbuka ya kuwa aliyekuwa ni mfalme wa Wayahudi aliyechaguliwa na Senate ya dola la Kirumi katika mwaka wa 40 kabla ya Kristo, bila shaka alikuwa ni Herode Mkuu. Watu wa Mungu, Herode Mkuu alitawala kuanzia mwaka wa 40 kabla ya Kristo mpaka mwaka wa 4 kabla ya Kristo, ambapo alikufa. Na kwa wakati huo Kristo alikuwa ametoroshwa na kupelekwa Misri. Hebu nikuulize, Misri ilikuwa ni sehemu ambayo watoto walifanya nini? Kuuawa. Lakini ilikuwaje Misri ikawa ndio sehemu ya kuponea nani? Kuponea Yesu Kristo. Ni kwa sababu nitakufundisha kilichojificha hapo. Hebu tuendelee. Haukutakiwa kuvunjwa hivi hivi. Ndio maana hata Yusufu aliyetaka kumwacha Mariamu kimya kimya alitakiwa nini? Atafute mashahidi wangapi? 2, alafu andike hati ya nini? Ya talaka. Uchumba ulivunjwa kupitia hati ambayo ni ya talaka. Maana yake na mashahidi walihitajika. Yusufu kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye hofu ya Mungu, ndio maana hakutaka kumwaibisha Mariamu, bali alitaka aifanye kwa njia ya amani na isiyofanya nini? Isiyomtangaza. Watakatifu wa Bwana, huu unaonyesha kwa Yusufu kweli alikuwa mtu wa Mungu. Lakini sisi watu wa Mungu, je, tunakuwa na uwezo wa kuwavumilia wale ambao wametutendea mabaya? Hebu pata picha kwa Yusufu, pamoja na kuwa na mawazo ya kuwa mke wake mtarajiwa hakuwa mwaminifu, lakini bado alikuwa na roho ya huruma na ile umtu wa Mungu. Bila shaka ikaonekana kuwa alikuwa mtu wa Mungu. Na kusihi kabisa tujifunze kwa hawa watu ambayo walitembea na Mungu na wakapata kutoa picha nzuri ya maisha ya Mkristo. Kuanzia leo, watakatifu, inawezekana umekosewa sana. Inawezekana umekosewa sana. Tena na mtu wako muhimu sana. Lakini nasema hivi, usiwe mwepesi wa kuhukumu. Unaweza kuhukumu, lakini ukahukumu pasipo. Mwana Yusufu alikuwa hajajua kama jambo ile ilikuwa ni jambo la kimungu. Lakini kuna wakati mwingine mtu mwingine anakukosea, lakini kosa aliyekukosea ni kusudi la Mungu ndani yake. Kuanzia leo ninawasamehe wote waliyekukosea kwa kusudi la Mungu, kwa jina la Yesu. Mwingine alikuloga ili ujue agizo kuu.
Kama singekulava umekujaje agizo kuu? Mwingine aliruhusiwa ili atese maisha yako ili upate kumjua Mungu wa kweli. Ndio maana Daudi anamshukuru Mungu kwa ajili ya wabaya wake. Mungu anasema awabariki na awainue wabaya wake, maana kama sio wao bila shaka asingekuwa na ukaribu na Mungu wake. Bila shaka hata mimi kinachonifanya niwe karibu na Mungu sana ni kwa sababu ya wale maadui zangu. Umeona, kama ingekuwa maadui zako hawapo, sidhani kama ungekuwa busy sana na habari ya Mungu. Hebu niona naye kubaliana naye akisema amina. Amen. Watu wa Mungu, kutafutwa kwetu, yani ulifanya makosa wakakukwepa chupu, yani umeponea chupu. Ndio maana watu wengine kuomba kwetu tunaomba kwa bidii, tunampenda Mungu kwa bidii ili tusije tukapata nini? Tukaangamizwa. Na wapa kibali nao wavuke salama waingie 2022 kwa jina la Yesu. Amen. Ili wawe nyuma yako wakukimbize uende mbele haraka kwa jina la Yesu. Amen. Mchungaji, unawavusha mwaka, unawavusha bila wao kuwepo. Huwezi ukafanya bidii, huwezi ukatembea na Mungu, huwezi ukamtafuta Mungu. Ndio maana nasema hivi, watakatifu wa Bwana, namshukuru Mungu kwa wabaya wangu kwa jina la Yesu. Wamenifanya nitafute uso wa Mungu na kuipata kwa jina la Yesu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya wabaya wako, maana wamekufanya utafute uso wa Mungu na kuipata kwa jina la Yesu. Hebu soma hapo twende. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe, akafungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika holi ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Maana watakatifu wa Bwana, Yusufu inaonekana alikuwa ndio sasa kama watu wa sasa hivi. Utakiwi kijijini kwenyu ukose kuwa na nyumba ya kufikia. Yusufu hakuwa ni mtu wa kufikia wapi? Chumba cha wageni. Si ilikuwa ni nyumbani kwao? Alishindwaje kujenga nyumba nyumbani kwao? Nasema hivi, pamoja na tunakaa mjini, mimi nakusii mtakatifu wa Bwana, naomba Mungu afungue baraka zako ili upate kibali cha kujenga nyumba vijijini kule nyumbani kwenyu kwa jina la Yesu. Amen. Maana ipo siku utafika nyumbani kwenyu, inawezekana kwenda kuhesabiwa watu kama ilivyotokea kwa Yusufu. Yusufu anayo mgeni lakini hana pa kufikia na mgeni. Yusufu anabidi afikie kwenye holi na ng'ombe. Nasema hivi, huo ulikuwa ni uzembe mkubwa sana kwa Yusufu. Amina watakatifu wa Bwana. Na hii ndio kitu kinachosumbua watu wengi sana. Hata kama unaishi New York, hata kama umejenga ni nyumbani kwako, lakini pale nyumbani kwenyu Sengerema lazima ufanye nini? Lazima ujenge. Hata kama ni mbavu ya mbwa, hata kama ni nyumba ya nyasi, ni lazima ujenge. Maana ipo siku utatoka New York na mzungu wako, utakwenda Sengerema, unatakiwa mlale kwenye mbavu ya mbwa, utakikana ujenge hata kama ni nyumba ya nyasi, mlale kule mle. Amina mtakatifu wa Bwana. Si eti mnafika Sengerema mnaanza habari ya kwenda kutafuta nini? Nyumba ya kulala wageni, unakuta kibao vyumba vimejaa. Unampeleka mzungu wako wapi? Hapo ndipo Yusufu alifanya makosa. Haleluya. Sehemu Yusufu amefanya makosa, Biblia inaonyesha kuwa mtu amefanya makosa. Nasema hivi, tusiwe kama Yusufu kwenye habari ya kujisahau. Alikuwa nakula donut na kuishi maisha mazuri kule kwenye nini? Eneo la Nazareti alikokuwa anafanya kazi, lakini alistahili kujenga kijijini kwao. Ni Yusufu wangapo wanakwenda vijijini alafu wanakwenda kuomba nini? Sehemu ya kulala. Anakwenda kijijini lakini anakwenda kwenye chumba cha kulala wageni. Ifikie mwisho kwa jina la Yesu. Amen. Ifikie mwisho kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Ifikie mwisho kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Naomba kote, upande wa mama na upande wa baba, pawepo pa kufikia kwa jina la Yesu. Mungu anapokwenda kukubariki, ifanyie kazi kwa jina la Yesu. Maana imetoka madhabahuni pa Bwana, Mungu atafanya njia, utapata uwezesho wa kwenda kujenga. Jenga nyumba kijijini ulikotoka kwa jina la Yesu.
Haijalishi mpaka ujenge ghorofa, jenga nyumba unayoweza kufikia. Hakuna mtu amefundisha habari hiyo ya kwa Yusufu alikuwa mzembe hapo. Ana mke mjamzito, anakaribia kujifungua, hana pa kufikia, maana hakujenga hata nyumba, hata kachumba kujenga. Iwe fundisho kwa Yusufu wa sasa hivi kwa jina la Yesu. Wa baba wote iwe fundisho kwako kwa jina la Yesu. Lakini mama naye iwe fundisho kwako. Inawezekana saa nyingine nyumbani kwenyu hakuna pa kufikia, hata kama wazazi wako hawapo, jenga. Haleluya. Jenga pa kufikia nyumbani kwenyu ulikotoka. Wewe na mama uwe na pa kufikia. Kuna siku watu wanakwenda hata huku liko wale wanatoka, wanakwenda nyumbani kwenyu kule ulikozaliwa, hakuna hata chumba cha kufikia. Mnakwenda kule baba mkubwa naye kagoma, asema mimi sitaki wageni hao hapa, waambieni wasiingie huku kwangu. Hatimaye sasa unaanza kuhangaika. Pokea neema ya kutenda kwa hekima kwa jina la Yesu. Twende watakatifu wa Bwana. Wanafika wanakuta pamejaa, maana kila mtu alifika. Wote walikuwepo wametoka kwenye mjini, kama watu wanapotoka mijini wanafika kule Uchagani, unakuta magari yamejaa kule mlimani. Wengine sasa shida wanalala ndani ya magari maana hawajajenga. Mungu awasaidie kwa jina la Yesu. Mungu asaidie watu wa mlimani kwa jina la Yesu. Wengine wamejenga hata huko katika mji wa Daudi, wengine walijenga, si tu wengine walikuwa na pa kuingia. Mwingine anawasha gari yake, anawasha na AC, analala kwenye gari. Kuna gari mpaka na AC, mafuta mpaka asubuhi, unashinda kujenga nyumba. Uzembe, si ndio? Simama kwenye nafasi yako kwa jina la Yesu. Mungu anapokwenda kukubariki. Hatimaye Yesu anazaliwa, lakini anazaliwa mahali ambapo wapo wanyama. Kwa nini? Ni kwa sababu Yesu alikuwa na muunganiko na wanyama. Wanyama walichinjwa hekaluni kama fidia ya dhambi za watu waliotenda dhambi. Ndio maana Kristo alitakiwa kuja kuwa ni mnyama anayechinjwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi za ulimwengu wote. Ndio maana akazaliwa kule walikofanya nini? Walipozaliwa wanyama. Lakini pia alizaliwa kwenye mji gani? Mji wa Bethlehem. Maana ya neno Bethlehem Kiebrania ni nyumba ya nini? Nyumba ya mkate. Yesu alikuwa ni mkate wa uzima. Mkate wa uzima akatengenezwa katika nyumba ya mkate. Umeona jinsi katika maisha ya Yesu kila kitu inayo maana yake. Kila kitu kilikuwa na maana yake. Lakini umeona kwenye habari ya kuzaliwa kwa Yesu anatajwa ya kuwa Roho Mtakatifu alishukua juu ya nani? Juu ya Mariamu. Alafu utukufu wa Mungu ukamtamia. Katika uumbaji Roho wa Bwana alikuwa juu ya maji. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2. Katika kuzaliwa kwa Yesu Roho Mtakatifu alimtamia Mariamu, na hatimaye mtoto akatengenezwa kwa njia ya miujiza kwenye tumbo lake. Mtoto unayemtafuta kwa miaka mingi atengenezwe kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Inawezekana unajua kama pesa ni mtoto. Inawezekana unajua kama uchumi ni mtoto. Inawezekana unajua kama kazi ni mtoto. Kila jambo jipya unalotafuta kwenye maisha yako, mtoto si mtoto. Azaliwe upya kwa jina la Yesu. Zaliwe upya kwa jina la Yesu. Malizia. Na katika nchi ile walikuwa wachungaji wakikaa makondeni na kuzilinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'alia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akamwambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwako kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu,
mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori la kulia ng'ombe. Mara walikuwepo pamoja naye malaika wengi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu waliowaadilifu. Bila shaka watakatifu wa Bwana, kuzaliwa kwa Kristo Yesu, waliopewa habari njema walikuwa ni wachungaji waliokuwa wako katika lindo la kulinda makundi yao. Lakini kwa nini wachungaji? Alizaliwa mchungaji wa wachungaji, alizaliwa mchungaji wao mkuu. Ndio maana taarifa hizi zilikwenda kwao. Waliodharauliwa walikuwa ni wachungaji ambao walilala nje. Hebu nikuulize ya kuwa watu walilala ndani, watu walilala kwenye majumba yao, watu walilala kwenye majumba ya kulala wageni. Hebu nikuulize, ilikuwaje mtu akakosekana wa kujitolea angalau wa kumpokea hata huyu mgeni ambayo ni mjamzito, angalau apate pa kuhifadhiwa? Umeona jinsi watu walivyokosa. Wale watu wa Bethlehem walikosa huruma, si ndio? Ndio maana habari njema haikufikia wao kwanza, waliokuwa majumbani kule. Wao walikwenda kuhesabiwa, walikwenda kulala. Hatimaye umeona waliyekuwa lindoni, ambayo ni wachungaji, waliyekuwa macho akilinda makundi yao, malaika wanawaendea. Hatimaye wanapewa habari njema. Lakini habari njema ilikuwa ni kwa watu wote. Kumbuka watakatifu wa Bwana ya kuwa waliyepata furaha walikuwa ni watu wa hali ya chini kwanza. Ndio maana wacha nikwambie, wewe unayedharauliwa ndio unayekwenda kupokea furaha kwanza, na furaha yako itakuwa timilifu. Umeona walivyotoka wakaenda wakamkuta mtoto, wakastajabika, wakamkuta amelazwa kwenye kinini, kisanduku cha kufanya nini? Cha kuweka chakula cha mifugo. Halafu kafunikwa na mavazi ya nini? Ya kitoto. Hebu pata picha kwa kawekwa kwenye nini? Kwenye kisanduku cha kuwekea chakula cha mifugo. Watu wa Mungu, mwana kondoo si mwana kondoo. Mnyama wa kuchinjwa sio mnyama. Ndio maana nasema hivyo watakatifu wa Bwana. Hakuna kinachotokea kwa bahati mbaya kwenye maisha. Mtu mwingine anasema, mchungaji, sasa hii habari ya mimi kulogwa, kwani wewe hujui kama Ayubu alikuwa anaishi na Mungu vizuri? Wewe hujui kama Ayubu alikuwa anampendeza Mungu na Mungu anachekelea kwa ajili yake? Lakini je, Ayubu alijaribiwa kujaribiwa? Mungu aliruhusu kuruhusu? Tena Mungu ndiye aliyesema. Akatoa na shetani alipoenda mara ya pili akamwambia, basi usiguse, lakini mwili wake na iruhusu. Inawezekana mwili huo unaguswa na mguso wa jaribu, lakini ifikie mwisho kwa jina la Yesu. Na anapoumbika upya mtoto, aumbike upya kwako kwa jina la Yesu. Hebu malizia hapo. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya na twende mpaka Bethlehem tukalione hilo lililonenwa alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wale wote waliosikia wakastaajabu. Kwa hiyo wakaambiwa kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huko wakamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote aliyoyasikia na kuyaona aliyoambiwa. Watakatifu wa Bwana, shangwe na sherehe inaanzia wapi? Shangwe na sherehe inaanzia kwa wale malaika na hatimaye inakwenda kwa wale watu waliopewa habari njema ya kuzaliwa kwa mtoto ambao ni wachungaji. Ndio maana kusherehekea Christmas, watakatifu wa Bwana,
kusherehekea Krismasi ni kusherehekea ujio wa Kristo kwetu. Hata Biblia inasema, soma katika Zakaria sura ya 12 kuanzia mstari wa 2 mpaka 6. Kitabu cha Zakaria sura ya 12 kuanzia mstari wa 2 mpaka wa 6. Angalia, mimi naifanya Yerusalemu kuwa kikombe cha kuyumbayumba. Watu wa kabila zote wazungukao pande zote, tena kitakuwako juu ya Yuda pia wakati wa kuhusuliwa Yerusalemu. Tena itakuwa siku hiyo, nitafanya Yerusalemu kuwa jiwe la kuwalemea watu wa kabila zote. Wote watajitwika jiwe hilo, watakaojitwika jiwe hilo watapata jeraha nyingi, na mataifa yote ya duniani watakusanyika pamoja juu yake katika siku hiyo, akisema, Bwana, nitamtia kila na farasi ushangao, na yeye apandaye nitamtia wazimu, nami nitaifunulia nyumba ya Yuda macho yangu, nami nitamtia upofu kila farasi wa hizo kabila za watu. Na wakuu wa Yuda watasema mioyoni mwao, wenyeji wa Yerusalemu ni nguvu zangu katika Bwana wa majeshi, Mungu wao. Siku hiyo nitawafanya wakuu wa Yuda kuwa kama kigae chenye moto katika kuni, na kama kinga cha moto katika miganda. Nao watateketeza watu wa kila kabila, wawazungukao pande zote, upande wa mkono wa kuume na upande wa mkono wa kushoto. Na baada ya hayo Yerusalemu itakuwa mahali pake, maana hapo Yerusalemu naye Bwana ataziokoa hema za Yuda kwanza, ili utukufu wa nyumba ya Daudi na utukufu wa wenyeji wa Yerusalemu usipate kutukuzwa kuliko Yuda. Bila shaka watakatifu wa Bwana, swala la kuzaliwa kwa Kristo Yesu, unaposema Bethlehem, ilikuwa ni maili 7 kutokea katika Yerusalemu, na ndio maana habari ya kuzaliwa kwa mtoto iliyoulizwa na wale wageni kutoka mashariki, bila shaka Yerusalemu ilifadhaika na mfalme wake. Sasa watakatifu wa Bwana, habari ya kuzaliwa kwa Kristo ilikuwa ni furaha na shangwe katika walengwa ambao ni Wayahudi, lakini na sisi kuzaliwa kwa Kristo iwe ni furaha na shangwe ndani ya maisha yetu. Na mtakatifu wa Bwana, unayo kila sababu ya kutoka kwenye nyumba hii na kwenda kushangilia na kusherekea, lakini kila kitu Biblia inasema iwe na kiasi chake, isipitilize. Usishangilie na kusherekea kwa kutenda mabaya, usionee watu wengine, usiseme watu wa vibaya, usiende na kuanza kukaa vikao ya kusema watu wakati ni wakati ya sherehe ya kusherekea Krismasi. Nini? Iwe ni mwanzo mpya katika maisha yako, mtakatifu wa Bwana. Lengo langu ni kukuambia kuwa kuanzia leo unachotafuta, tafuta kwa kusudi la Mungu. Usitafute kwa kusudi lako. Kusudi lako imebeba ndoto zako. Ndoto zako huwezi kuzipata, maana walishaondoka navyo, walishavichukua, walishaziharibu, walishafanya kila mabaya. Lakini kwa sasa kusudi la Mungu ibebe ndoto zako. Ukitaka kazi, mwambie Mungu, nipate kazi ili jina lako litukuzwe. Nipone ili jina lako litukuzwe. Nipone ili nikutukuze Bwana. Nipone ili nikutumikie Bwana. Maana yake kila unachokifanya ujiungamanike na kusudi la Mungu. Unapojiungamanika na kusudi la Mungu, nadhani hata kama unatakiwa ufe huwezi kufa tena, maana mapenzi yako hautaitimiza, utatimiza mapenzi ya Mungu. Na sasa tunapoanza upya kwa kuzaliwa kwa Kristo, tunaanza kwa kusudi
la kuweza kuwafikia watu, kusudi la kuweza kufanya kazi ya Mungu, kusudi la kuweza kuinua jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana azaliwe upya kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Bwana azaliwe upya kwenye mifumo ya mwili wako kwa damu ya Yesu. Azaliwe upya kwenye mifumo yote ya mwili wako kwa jina la Yesu. Azaliwe upya kwenye maisha yako yote kwa jina la Yesu. Na sio wewe utakayeonekana kuanzia leo, bali mtoto huyo aonekane kwako na kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Kusudi la Bwana likufunike, likulinde, likuokoe na mabaya kwa jina la Yesu. Kusudi la Bwana likupe mwanzo mpya, na mwanzo mpya ianze kuonekana kimwili na kiroho kwa jina la Yesu. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Watu wa Mungu, ni sherehe ya kukumbuka kuzaliwa kwa Kristo. Na watakatifu wa Bwana, kuzaliwa kwake ilikuwa ni mwanzo mpya katika ramani ya muunganiko wa Mungu na watu wake. Naomba iwe mwanzo mpya. Maombi yako ibadilike na kwenda kuomba sasa hivi, ili mwanzo mpya ianze kwenye maisha yako. Na kuambia kuwa ukitambua unapotoka hapo, unatoka ukiwa umezaliwa upya. Watu wa Mungu, ni jinsi gani hatutakiwi kuishi, ni jinsi gani nyota yako hautakiwi kuitumia kutafuta maisha, maana nyota yako ilishapotea. Ukianza kulumbana na habari ya nyota yako, mtalumbana mpaka miaka kadhaa. Ndio maana kuna watu wanayechelewesha muda, lakini hebu twende kwa nyota ya mtoto aliyezaliwa. Pokea nyota ya mtoto aliyezaliwa katika mji wa Daudi, na nyota hiyo iwe ni ya kwako kwa jina la Yesu. Itumie hiyo nyota kuweza kusafiria kimwili na kiroho kwa jina la Yesu. Itumie nyota ya mtoto huyo kukupigisha hatua kwa jina la Yesu. Tumia nyota ya mtoto huyo kupokea uponyaji na uzima kwa jina la Yesu. Naomba inuke juu. Mimi naomba. Baba, natukuza jina lako kwa kuwa wewe ni mtakatifu, na jina lako ni kimbilio na msaada wetu. Asubuhi ya leo tumekukimbilia wewe katika Baba kumbusho, Baba wa rehema, kuzaliwa kwa mwanao wa pekee duniani. Bwana alivaa mwili na akaja kwetu akazaliwa. Baba, katika kuadhimisha kuzaliwa kwake, Baba, iliyotokea miaka mingi iliyopita, Baba, fanya jambo jema kwenye maisha yetu asubuhi ya leo. Baba, azaliwe kwenye nafsi, roho na mwili ya kila aliyopo katika eneo hili. Azaliwe kwenye mifumo ya mwili wa watakatifu wako. Azaliwe kwenye viungo vyao vyote. Azaliwe Baba wa rehema kwenye maisha yao. Azaliwe Baba kwenye elimu ya watoto. Azaliwe Baba kwenye kazi ya mikono ya wazazi. Azaliwe Baba wa rehema kwenye biashara za watakatifu wako. Azaliwe Baba kwenye huduma za watu wako. Azaliwe Baba kwenye huduma ya agizo kuu. Azaliwe Baba duniani kote. Baba, kuzaliwa kwake kulileta mwanzo mpya na ramani mpya. Baba, iwe ramani mpya, maana kuanzia sasa nasi tumezaliwa kwa upya. Wale waliyekuwa wameunganika na nyota zetu, Baba, tumejitenga nao kwa kuachia nyota walizoshikilia. Bwana, iwanufaishe, iwasaidie, na Baba wasipungukiwe Baba bareno. Nasi Baba, kuanzia sasa kwa kuzaliwa kwa mtoto huyu, maana sio sisi tunayeishi, bali anayeishi ni Kristo kupitia kwa yule msaidizi ndani yetu. Na Baba, tunapokea nyota ya mtoto huyu iliyoonekana kutoka mashariki ya mbali, na nyota hiyo Baba tusafirie Baba, nyota hiyo itulinde, ituokoe na mabaya, itupe afya njema, itupe ulaji, itupe mafanikio, itupe kujenga, itupe kununua Baba vyote tunavyohitaji. Itupe Baba wa rehema uwepo wako kutufunika na kutuepusha na mabaya. Nyota ya mtoto huyo ilete mwanzo mpya katika maisha yetu, na Baba iwe mwanzo mpya Baba katika mwaka wa 2022 hata tukielekea Baba mwisho wa 2021. Jina lako litukuzwe, na Baba uumbaji kwa upya na kuzaliwa Baba wa rehema maeneo yote ya maisha yao. Baba, mtoto azaliwe, na kuzaliwa kwa mtoto
ilete muonekano mpya, ilete hatima mpya, ilete kibali kipya, ilete Baba wa rehema uchumi mpya, ilete Baba wa rehema fursa Baba mpya kwenye maisha ya kila mmoja, ilete Baba mwanzo mpya katika maisha ya wanafunzi wanaopanga kurudi Baba mashuleni, na jina lako likitukuzwa katika taifa letu na mataifa yote, na katika jina la mtoto aliyezaliwa katika mji wa Daudi, na wote tuseme amen. Sema asante Bwana kwa ajili ya mtoto aliyezaliwa katika mji wa Daudi. Nyota yake imekuwa ya kwangu. Nitaisafiria nyota yake. Nitafanikia nyota yake. Nitalindwa na nyota yake. Nitatumia nyota yake. Nitapiga hatua na nyota yake. Kuanzia sasa, walionitafuta na kunipata wasinitafute na kunipata, maana kuanzia sasa nyota ya mtoto aliyezaliwa Bethlehem Efrata iwe ni ya kwangu, inifiche, inilinde, iniokoe na mabaya, na iniumbie mwanzo mpya kiroho na kimwili, initenganishe na muunganiko wa magonjwa na mabaya yote na balaa zote na nuksi zote na roho ya kisirani, na mwanzo mpya na muonekano kwangu na kwa naye nihusu, na katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Tuweke mikono yetu pamoja kwa ajili ya mtoto aliyezaliwa. Basi naomba ukae chini, na dakika chache nataka kuruhusu uondoke. Dakika chache na kuruhusu uondoke.